Shirika lisilokuwa la kiserikali la Kilimanjaro Center for Community Ophthalmology limekabidhi vifaa vya uchunguzi na matibabu ya macho ikiwemo vifaa vya kusaidia upasuaji wa macho vyenye thamani ya shilingi zaidi milioni 100 za Kitanzania katika hospitali ya rufaa mkoani Geita. Msaada huo unalenga kuwasaidia wananchi kupata huduma za afya ya macho kwa ukaribu zaidi, ambapo vifaa vya uchunguzi wa matibabu ya macho kutoka kampuni hiyo kutoka shirika hilo unatarajiwa kuboresha kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma za afya ya macho katika mkoa wa Geita, huku ukipunguza adha ya wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo na hivyo kuongeza fursa ya matibabu ya haraka na usalama wa magonjwa ya macho. Na kupitia ufadhili wao tumeweza kufikia au kupata wanufaika zaidi ya 434, na katika hawa wagonjwa takriban 54 walifanywa upasuaji wa macho kupitia huduma za mkoba, ambapo wagonjwa walikuwa wanatoka kwenye hasa wa upasuaji walikuwa wanakuja kufanywa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Lakini katika kuimarisha huduma hizi hasa za mkoba na kuwafikia wananchi kwa urahisi mahali wanakoishi, KCCO wametupatia leo vifaa vya uchunguzi na matibabu ikiwa ni pamoja na upasuaji wa macho venye thamani ya dola za Kimarekani 44,508 ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 130 na laki 7, ambapo miongoni mwa vifaa hivi kuna vifaa mbalimbali vya uchunguzi wa macho, lakini pia tumepewa mashine maalum ya kupasua macho ambayo inaweza kusafiri au kubebeka kwa urahisi. Hapo mwanzoni wagonjwa ambao wanapatikana walitakiwa kuja hospitali ya rufaa mkoa wa Geita, lakini sasa hivi kwa kupatikana kwa mashine ya kupasulia wagonjwa wenye matatizo ya macho tunaweza tukawafikia kwenye maeneo ambayo huduma ya mkoba itakuwa inapatikana. Upatikanaji wa huduma hizi za macho si kwenye upasuaji pekee, lakini pia kuna maboresho katika upatikanaji wa miwani, kwani pia kuna vifaa ambavyo vimepatikana leo vinaweza kuanzisha karakana ya macho katika hospitali rufaa mkoa wa Geita, na hii itarahisisha kutengeneza miwani. Kwa hiyo wananchi wote wenye changamoto za kuona ambazo kunahitaji miwani wanaweza wakapata hizi huduma hapa hospitali rufaa mkoa wa Geita. Lakini pia watoto hawajawekwa mbali kupata huduma hizi. Kuna mashine pia au vifaa ambavyo tumepewa leo vinaweza kusaidia uchunguzi wa watoto kwa magonjwa mbalimbali ya macho, na hatua hii itasaidia kugundua watoto wenye uoni hafifu mapema kabla matatizo hayajawa makubwa zaidi. Pia kipekee ni shukuru KCCO kwa kusaidia kufadhili kusoma kwa mtumishi mmoja, na nadhani kuna watumishi wengine wataendelea kusoma katika namna bora ya kutoa huduma za macho. Kwa hiyo ufadhili huu umefanyika kwa muuguzi kwa ajili ya kusaidia upasuaji wa macho. Kwa namna ya kipekee naomba nitoe shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya katika kuhakikisha tunapata wadau ili kuweza kuiboresha huduma mbalimbali za afya, hususan huduma za macho katika mkoa wa Geita. Kwa hili tunashukuru sana, kwani huduma zitaboreka na kuimarika katika mkoa wa Geita na mikoa ya jirani. Kwa hiyo wananchi wote wenye changamoto za macho wanakaribishwa hospitali ya rufaa mkoa wa Geita, lakini pia tuna uwezo kwa kupatikana kwa hivi vifaa kufanya huduma za mkoba na kufanya upasuaji katika maeneo ambako wananchi wanapatikana. Hii itarahisisha zaidi kutotembea muda mrefu kutoka wilayani au kwenye vituo vyao la kuja hapa hospitali ya mkoa wa Geita, kwani tutakuwa na uwezo wa kuwafikia kwa kutumia vifaa hivi ambavyo tumepatiwa leo. Vifaa hivi vitasaidia sana pale idarani kwenye kuboresha na kuimarisha huduma za afya ya macho. Zaidi kusaidia hii hospitali iweze kutoa huduma za upasuaji za kibobevu, lakini pia kupeleka huduma kwenye outreach.
Tunafahamu kwamba tayari mna mtaalamu na KCO tangu mwezi wa 10 imejikomiti kutuma dawa, vifaa tiba, lakini leo tumeleta hivi vifaa ambavyo ni sehemu tu ya kuendelea kukamilisha utoaji wa huduma ambazo ni comprehensive kwenye hii ofisi, kwenye hii hospitali. Si hivyo tu, KCO pia ipo committed kwenye capacity building kuhakikisha kwamba wataalamu hapa watakuwa na uwezo wa kutoa huduma za afya ya macho za kibobevu. Kwa hiyo toa huduma za macho, lakini tuna upungufu wa wataalamu, pia tuna upungufu wa kliniki za macho katika mkoa wetu. Kama tulivyotangulia kusema, katika mkoa mzima kuna kliniki 9 za macho ambazo zinatoa huduma za macho, na pia tuna wataalamu 17 katika mkoa mzima, tukiwa na daktari bingwa mmoja wa macho, daktari msaidizi bingwa wa macho mmoja, na optometrist tunao 6 na ophthalmic assistant tunao 10. Kwa hiyo kwa ujio wa huu mradi tuna imani tutaweza kuongeza pia wataalamu katika sekta hiyo. Nipende kusema kwamba kweli wagonjwa wa macho katika mkoa wa Geita wapo, kwa sababu pamoja na kwamba kuna kliniki za macho, pia kuna vituo vingine vya serikali ambavyo pia na vya private ambavyo vinatoa huduma za macho ambazo sio kliniki za macho. Katika kliniki za macho peke yake wanaweza kuhudumia tangia Julai hadi Desemba wameweza kuhudumia takriban watu 7,000 na kitu. Na katika vituo vya kutolea huduma za afya ambazo zina kliniki ya macho wameweza kuhudumia watu 5,000. Unaona ni kwa jinsi gani bado kuna uhitaji. Tumeweza kupokea kifaa cha upasuaji wa macho, kitaalamu kinafahamika kama portable operating microscope, na kifaa hiki kitatusaidia kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Mwanzoni tulikuwa tunafanya huduma za mkoba, lakini wale wanaotakiwa kupata upasuaji wa macho walikuwa wanahitaji kuletwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita ili kufanyia upasuaji hapa. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu tumepata kifaa cha upasuaji wa macho ambacho kinabebeka, tunategemea hizi huduma za macho zinaweza zikafanyika hata katika vituo vya afya na hata katika hospitali za wilaya. Kwa hiyo tunategemea kuwafikia wananchi wengi zaidi katika maeneo yao.